Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano, msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wamedhamiria kufanya mambo makubwa kuelekea katika msimu mpya, hususan kuweza kulitawala soka la Kiafrika, yani kwa maana kwamba Yanga wamepanga kufanya vizuri kunako michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027. Miongoni mwa vitu ambavyo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kuifanya ni kuweza kusajili wachezaji wapya, wachezaji ambao moja kwa moja wataweza kuifanya klabu ya soka ya Yanga kuwa bora, kuwa tishio kuelekea msimu mpya wa mashindano. Sasa fahamu, klabu ya soka Yanga Sports Club miongoni mwa wachezaji ambao wanawasajili ni wachezaji wa kimataifa kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Ikumbukwe sheria inayosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania kupitia bodi yake TFF inasema kwamba klabu ambayo inashiriki ligi kusoka Tanzania bara basi ni lazima itakuwa na idadi ya wachezaji 12 wa kigeni kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo tunaona Yanga Sports Club wenyewe wanakuambia bado hawajamaliza, kwa sababu wana malengo makubwa kuelekea msimu ujao. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo klabu ya soka ya Yanga wameweza kuvifanya ni kuweza kukamilisha usajili wa mchezaji Stefan Aziz Ki. Sote tunafahamu Stefan Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya mabalaa makubwa ndani ya bara la Afrika, ambapo ikumbukwe Stefan Aziz Ki ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza katika eneo la kiungo namba 10. Vile vile Aziz Ki ana uwezo wa kucheza winga namba 7. Fahamu kwa sasa Aziz Ki yupo katika ardhi ya Tanzania. Hii ni mara baada ya mchezaji huyu kuweza kumalizana na klabu ya soka ya Al Ittihad Soka Club ya nchini Libya, ambapo ikumbukwe alijiunga na Al Ittihad Soka Club tarehe 24 Januari 2026 akitokea Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya mambo makubwa katika bara la Afrika. Hii ni mara baada ya kuitumikia klabu ya soka Yanga msimu wa mwaka 2022, ambapo Aziz Ki alijiunga na Yanga akitokea klabu ya soka ya ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast. Mchezaji huyu ambaye pia amekupita Cyprus katika bara la Ulaya kule, ambapo tunaona alichezea Omonia Nicosia, bila kusahau Aris Moloso, bila kusahau Aziz Ki alipata mafunzo yake ya soka kunako klabu ya soka ya Rayo Vallecano ya nchini Hispania. Basi kwa sasa anarejea tena ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Aziz Ki kurejea kwake basi si furaha kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Alan Okello Starboy. Fahamu Alan Okello ni mchezaji ambaye alijiunga na klabu ya soka ya Yanga katika dirisha dogo la usajili katika msimu uliomalizika 2026 2025, ambapo Alan Okello akiwa ni raia kutokea katika nchi ya Uganda, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza namba nyingi anapokuwa uwanjani, ambapo Okello ana uwezo wa kucheza namba 7, namba 10, namba 9 na namba 11. Basi mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 26 anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sababu za klabu ya soka Yanga kumuuza Alan Okello, hii ni mara baada ya klabu ya soka Yanga kuweza kupokea ofa kubwa kutokea katika vilabu kutoka nchini Morocco. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya AS FAR Rabat ya nchini Morocco, ambapo wameweza kuweka dola milioni 1 ambazo ni zaidi ya bilioni 2.6 ambazo klabu ya soka Yanga watakwenda kuzivuna kwa kuweza kumuuza Alan Okello. Sababu za Yanga kumuuza Alan Okello kwa sababu tayari wanajua mna idadi ya wachezaji 12 wa kimataifa, kwa hiyo ni lazima wamuuze Okello, na mara baada ya hapo
waweze kumweka Aziz Ki miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kuitumikia klabu ya soka Yanga kuelekea msimu ujao. Kwa hivyo kuondoka kwa Okello ndipo kuja kwa mchezaji Stefan Aziz Ki, ambapo naye mwenye pia ameweza kubariki na kusema kwamba yupo tayari kuondoka kwenda kutafuta changamoto nyingine, licha ya klabu ya soka Yanga kuonekana kwamba wana wachezaji wengi, lakini ndio hivyo Okello anakwenda kuondoka na mwenye pia ameweza kuthibitisha. Tuambie neno la comment, kuondoka kwa Okello na kuja kwa Aziz Ki. Je, ni nani ambaye amelamba dume? Je, ni Yanga amelamba dume ama klabu ya soka AS FAR Rabat kumchukua Aziz Ki? Na je, kwa upande wako umepokea vipi kuondoka kwa Okello na kuja kwa Aziz Ki? Toa maoni katika comment.